Watu wako nyumbani tunawakaribisheni sana. Na watu walio hapa, by the way, if you're a lady in the house, sema mwa. If you're a man in the house, sema hapo sawa. Oh, karibuni sana kwa wale wanatuona nyumbani. By the way, you can always like our fan page. Inaitwa Comedy Arena on Facebook and on Twitter. You can always follow us at Comedy Arena. Na tunawapenda sana na tunawajali. Okay, right about introducing the first comedian of this show. Show some love for the one and only Othwol. Hey. 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 La veste. Othwol. Awinde baba. Right. Yes. My name is Othwol Tuolonge Nungo Nebatara Kidonge Chwangetar Pielo Komi Wange Satan Pire Kormona Dam Gefe Ben Hallelujah. Those are my names in truth if you like. If you don't like, I'm a boy handsome on the way. Mulikuwa mkilaumu Kenya ati Kenya football tuko chini. Now, atuko chini, unaangalia tu training ground unashindwa au watu waenda kucheza ama waenda kufanya nini kwa kiwanja. Like majuu mtu wa kiwanja wakitrain unasikia Rooney wana stretch mpaka hivi. Kaka kidogo wamechange, wanakimbia mbele wanarudi nyuma, si mnaweza shinda. Hapa Kenya jamani, niambie hii ni tizi gani? Unataka kushinda jamani? Na shida sio, shida ni hata reporters wenye wana report news, nini wenye wanafanya hizo vitu. Like majuu nasikia mtu anatangaza Rooney the ball, Rooney to Mata to Ibrahimovic. And that's one pass. Mpaka unadhani bai umeingia. Kenya kwanza tunaitwanga na attitude. Wanyama. Hey, wanyama again. Oliech. Unadhani ni bao ni kitu ya ujinga, nasema Oliech. Mayo! Huyo mama kuuza njugu ameanguka vibaya sana. Kuna mtu unaweza muuzia kitu juu amefika bei. Tuelewane hapa, si ndio? Kuna mtu unamuuzia juu amefika bei na kuna mwenye unamuuzia juu umemhurumia. Mkikuyu ukimuuzia unamuuzia juu amefika bei. Pesa ngapi ndugu? 1,000. Wachukua 900 wewe. 1,000 shika. Amefika bei. Mjaliwa na muuzaji amefika bei. How much? 3,000 only. Give me 10. Amefika bei. Mliwa na muuzaji umemhurumia. Aki pesa ngapi? 800. Aki jameni, niko na watoto wawili na bibi Kawangware jameni, na pia nyumba inaweza fungwa jameni. Chukua 100. You know, I love news anchors wa majuu. News anchors wa majuu wakitangaza news, they focus on the news than their names. News wa Kenya, they focus on their names than the news. Like ya majuu, hautasikia hata jina news anchor, utasikia welcome to CNN. My name is Tony. It is so sad here in Afghanistan. People are dying and Ban Ki-moon has nothing to say. Welcome, tune in. I'm Tony, CNN. Haujasikia jina yake, ndio? Ya Kenya usikii news lakini jina lazima. Imekuwa kama jana, leo pia inaonekana hivyo, lakini saa zingine Hassan Juma. Usiwahi jaribu kumjua majuu. Mtu akipoteza kitu watu umhurumia, marafiki zake wana condole na yeye. I'm sorry Mickey, you've lost your phone, you're gonna buy one soon, okay? I'm sorry for your loss. I'm sorry, I'm very much sorry. I cannot even go out and drink. I'm sorry for that. Mpaka una feel uni rafiki yake. Poteza kitu kwetu Kisumu. Wasichana wetu wanaonanga opportunity kwa shida yako. Naambia, Mary, can you imagine Mike mpoteza ile simu yake? Guy, kuwa serious. Amepoteza. Wacha nimpigie. Hello Miki. Umepoteza simu, akipole. Si nikujia charger power bank na earphones. Thank you very much Nairobi. Tafadhali show some love for the one and only Fellow. Show some love for Fellow.
Aya, asante sana DJ. Asante sana. With me I want to talk about career. Kuna watu wako na career hapa hapo place mmekaa. Kuna engineers, kuna daktari, hapa kuna DJ. Lakini kuna watu wengine huku nje wana multitask. Mtu kama King Kaka ni musician lakini bado ni lecturer Zitech University kwa wenye wajui. So najaribu kuimagine vile King Kaka huingia class. Aya, huyu ni King Kaka anaingia class. Hii si ile topic tulisoma jana. Hii ni ingine mzee. Okay. But sasa Eric King Kaka, sasa mtu kama Calligraph Jones angekuwa lecturer. Angekuwa yule lecturer akiingia hivi class kuleta for example cut, badala students wa settle wafanye cut, wanatoka nje na dirisha. Kwanza zile vitu tu anasema akileta cut. Nikiset cut wanajua ni mazishi. Nikishika pen wanajua ni mazishi. But career mbaya ni yenye watu wengi hapo wako nayo hapa. Career ya uchoyo. You know, I have an uncle of mine, ni mchoyo mpaka kwa kicheko. Wanapiganga joke kwa nyumba, kila mtu amecheka lakini anakuangalia tu. Lakini in case umchekeshe by mistake, wana make sure ame take back your laughter immediately. Sana mchapianga joke anacheka hivi. But you know, the career you do or something you do in your lifetime affects you in one way or another in your day-to-day routine. Like I have a friend of mine, amechunga mbuzi miaka 12 mpaka sasa hii akicheka lazima wao weke ile full stop kama mbuzi. Unamchapia joke anacheka hivi. But hizo ni career zingine tunaenda shule tunasoma ndio tuzijue. Kuna zingine watu wanazaliwa nayo. Career ya kwanza ni ya confidence. Na hii mademo alibarikiwa nayo. For example hapa kaka kuna demo amekaa kando yako na ni mrembo. For example mwambie tu you are looking beautiful. At I take normal, all she'll say is thank you. Wanaume pia walibarikiwa. Mwanaume hata ukimappreciate hata kama ni ukweli, anaonanga ni kama kuna kitu nataka kwake. Ati Kevo, leo umevaa poa, haki unakuanga handsome. Jua tu sinuli mtu lunch leo mimi. Otherwise, thank you ladies and gentlemen. Fellow. Okay, show some love for the one and only Kevo. Jay. Jack on the DJ ni aje? Mko poa? First thing first, dawa moto ni? Chekelea mwenye amesema hivyo. Dawa moto ni maji. Kweli? Unajua nikiwa mtoi nilikuwa napenda sana kukula coins. But shida ikuwa mimi, shida ilikuwa madhangu juu. Kila asubuhi alikuwa ananiambia, "Baba, shika hii mbao utakula lunch." Unajua kula kitu bamba msee, kama ukasikia demu yako kona talent. Yaani huyu bamba msee, unataka kujua talent yake ni gani? But kuna madema wajui talent na utoto. Ka ex wangu. Manze asubuhi ameniamsha akaniambia, alafu anitangi be ananitanga brother. Brother. Nishai kuambia talent yangu, nikwambia naweza taka kujua. Unacheki wardrobe yetu? Nikwambia naicheki. Unaona hizo nguo ziko hapo? Naweza zirusha nifunge, hakuna nguo inaweza anguka. Unajua kwanza nilikuja kurealize nikidate ex wangu, nilikuwa na date mwanaume. Juu zile vitu alikuwa anafanya zilikuwa zinakakaza ndume. Like kuna siku shai kama asubuhi akaniambia, manze mimi hata sitaki chai, nasikia kukunywa soda. Nikamwambia acha nikuletee. Nikamletea, nikakumbuka sina opener. Before nipige step 3, ashafungua na meno. Nikashindwa. Tena siku nyingine tulikuwa naye tao, tulikuwa tumetembea tu na yeye. Niko na dem rembo, nikalenga lakini naona tu wacha tukaribia dem. Alianza kuniambia, "Ai brother, kuta mtu. Kuta inaweza iwezi." Sasa siku nyingine ndio tuachane, manze niliona manze huyu si dem, huyu ni ndume. Niliingia nikamwambia, manze game ya Man U imenitoa kwa direct win. Nilikuwa nishinda 5,000. Aliniangalia hivi akasmile. Unasema hivyo, imenitoa kwa goal, nilishindwa nifinje 50k nilikuwa nishinde. Thank you, that was my time, Kevo. Tia Kevo, tafadhali, show some love for Kevo. And right about now,
Introducing, this guy is witty, he's funny. Show some love for the one and only Says Comedian. You copy mapenzi Says. Yes, Says. DJ. Ai, kitu naambia tunajibu, si ndio? Lazima leo tuokotwe, si ndio? Na mimi ni mkora, si ndio? Dema maikuja akakustua babe, niko na minyo. Sawa? Bibi yangu ni msemo amazing. Inafika mambo ya tumbo manze kicha na kupoa sana. Amekuja akapata nimeweka maji ya mchele, yeye akaweka manze maji ya sembe ndani. Nikakula kitu inaitwa mchembe. Una get? Hiyo siku nyingine amekama akapata na kula miwa. Yeye akakuja na mbaazi, nikakula kitu inaitwa mimba. Manze, noma. But siwezi blame. Nikamuuliza mbona unapika hivi? Akaniambia unajua unafana na mnyama. But ukweli ni kwao, watu wao wote ndio walikuwa wanyama. Watu wao kwanza male walikuwa wanakaa wote wanakaa ng'ombe. Alafu female wanakaa mbuzi. Nikaenda nikaambia manze madhake, we unajua nyinyi mnakaa ng'ombe? Akaniambia si. Nikamwambia si unajua mtoto wako msichana? Akaniambia kwambia bro yake amebishana na mimi sikai mbuzi. Nikamwambia unakaa mbuzi? Akaniambia we. That's my time Nite Says manze. All right. And by the way, tunataka tuende commercial break. We'll be right back after the short break. Tupigeni makofi tafadhali. Saa mzungu akakunywa akamaliza akasema fantastic. Mrembo wangu akaangalia hivi akaona mimi sitaachwa nyuma. Akakunywa uji kumaliza akasema mkitravel alafu mnafika mahali gari inasimama madirisha zote zinafungwa mara moja shwa. Weka simu yako hapo, mmefika Githurai. My brother, kutoka kwa shilingi 1400, hiyo ndio kitu nilirudi. All right. And by the way, karibuni sana. I want to introduce my co-host. Si mnamjua? Habari zenu nyinyi? Poa tu. So, ladies and gentlemen, show some love for the one and only Fred Omoni. Check. 255 champion boy ni Bwana Samata. Kone kazi. Ha. Hey, na leo umeamua uvae jeshi. Hey! Tunasherehekea maisha. Yes. Mashisha. Let's go na rhyme. Maisha, mashisha. But if there is one person pia lazima tumthank. Yeah. Ni huyu jamaa. Wapi makofi ya Sagodi? Sagodi. So, this is a prayer. Yeah. Focus on Jesus. Usikose jina yako kwenye roster. Yay! Because he is the heavenly headmaster. God akikukall, don't resist. Instead, you should insist. Through thick and thin, he will assist. Without him, you can't exist. So try and persist. For his word is so precious. Yeah. In him, you feel marvelous, even without eating anything delicious. Exactly. Because he's gracious. His gospel is so melodious. A nice bet for the curious. But in him you must be serious. Yes. And for sure you will emerge victorious, not notorious, be righteous. Do you want to die? Oh. Do you want to die? No. Then how do you bid the Holy Spirit goodbye? Yeah. In salvation you must try. Please don't ask me why. It is God who will take you high. Yay. I know in Christ you can vie. Since your cup is so dry and all the time you cry. Only in him without wings you fly. But to him you can't lie. So let the whole world see how he has set you free at no single fee. All temptations you now flee. You hold the key. Chapa shetani zi. Mambo na kulewa. Life si mumepewa. Wengine wakikatikiwa na hewa. But all we would think about ni raka zingine hazifai. Huyu Yesu anakulisha, anakuvisha, above all una maisha. Mbona umwache shetani kukutisha? This poem na finalize, lakini na farm realize. Mambo sinful ku minimize. Na word ya God ku maximize, ku sensitize na ku actualize. Hata wakiku criticize. Ndipo your visions uta visualize. In him continue to socialize.
For life is full of endings, but in God there is no ending but a dwelling. So I'm telling, I was called from the fields where I was living with no meaning, thinking that I was thinking and bleeding, but he was kneeling and interceding so I could get healing. Hallelujah. Amina. So are you ready for the fire? Yeah. Tuko tayari? Yeah. Wapi shangwe nderemo ya Comedy Arena. Welcome, ladies and gentlemen. So Okal, right about now. We introducing Masai. Masai mwenyewe. Yeah, Masai. Ladies and gentlemen, all the way from Masai land. All right. Wapi shangwe nderemo ya Masai Ero Olekwanya shangwe nderemo ya Olekwany. Aya. Shikilia TJ, shikilia. Buda kama nimekukosea pole. Hapana, hii ni ya kufungua watu vichwa ngumu. Kile si vichwa ngumu. Sasa hili Maze mnameremeta sana kama ng'ombe za Kajiado. Tujipigieni makofi tafadhali. Okay, kwa majina kamili naitwa Julius Masai. Kwetu ni Kajiado, mahali kuna pando mbuzi, kuna mea ng'ombe. Haleluya. Na siku hizi wa Masai tumeokoka, hata hatui simba, tunaua shaitani. Haleluya. Nakwambia leo siku na warembo hapa ndani ya nyumba. Wacheni tuniwasalimie, si ndio? Hivi ndio mtu anaangukianga bibi. Sasa naitwa nani? Nice kwa na jina moja kama mkate. Lakini yako poa, si ndio? By the way, unajua kuna wasichana wanakanga kama mwanaume. Demu anavaa mpaka kama mwanaume, mwili imekauka. Huyo ni demu mwenye salimia light skin kama huyu. Akienda kusalimia ka light skin hivyo nasikianga gai washa koni kanyaga. Na wasichana wa Kajiado wanapenda kukopi. Ilikuwa juzi hapa next week, mimi na mzungu fulani hapo kwetu Soponza anapenda kutupeleka out. Saa mimi na mrembo wangu tumeenda tukaingia kwa hoteli. Mzungu akaitisha hii soda inakuanga ya machungwa ya yellow. Demu yangu akaitisha uji. Saa huyu mzungu akakunywa akamaliza akasema fantastic. Mrembo wangu akaangalia hivi akaona mimi sitaachwa nyuma. Akakunywa uji kumaliza akasema uji stick. Na mimi demu yangu tulisoma naye, aliniaibisha sana. Kuna siku mwalimu alitufundisha misemo, akatufundisha misemo. So the next day mwalimu akakuja akatuuliza, jana niliofundisha misemo, mulishika gani na hamukushika gani? Hapo niliaibika, ile hakuna. Alisimama akasema, mwalimu, kuna msemo mmoja sijashika. Mwalimu akamuuliza, ni gani? Akasema, hii msemo inasema haga na haga hujaza kinyasa. Asanteni sana. All right, Masai. Wapi makofi ya Masai? Bro. Unajua ukitaka kuja mtu ako na pesa ana serve mali amekaa. No, yani anaoda mali amekaa. Waiter. Kwanza akiita waiter anapeana order plus waiter. Waiter. Kuja na Hennessy. Wewe ni mtu ako na pesa. Ameketi, waiter kuja na Hennessy. He doesn't care how much, he doesn't care it's how much. But watu kutoka kwetu huko Nyanza wao order na key ya gari. Nipatie key yako ya gari. Sina. Yangu nimeacha. Acha tu assume. Assume tu. Si unipatie key ya gari. Sina. Aona? Sasa hata ijoka itakuwa fani. Sawa. Sasa mbona ulikuwa unanihangaisha? So wanaitanga waiter wanatumia kakis. Waiter. Come. Do you have double tot? You have chin. Bring. Huyo ni mtu ako na pesa. Huyo ni mtu kwa Nyanza ako na pesa. Lakini watu kutoka Central. Mtu kama ana pesa. Unajua Karl, mtu kama ana pesa hata haiti waiter. Ni yeye anaenda kwa waiter. Habari gani? Nzuri sana. Taska ndogo ni how much? Hatuna sasa. All right, ladies and gentlemen, before I introduce Bobby Wine, give it up for the one and only David Babu. Hey! Salimia watu. Kwani iko salimia watu. Hey. Habari zenyu? Muko sawa? Usitoe jirani yako mwambie Quagmire. Usitoe hata na mwambie ala. Kama amezuba mwambie mimi nimekola kanga without your knowledge.
Sasa kuna tutabia tungine kwa gari. Ushai notice kuna tutabia tungine tufani kwa gari. Apart from watu kuchungulia simu ya mtu nini. Mukitravel hii nawafunza sasa. Mukitravel alafu mnafika mahali gari inasimama madirisha zote zinafungwa mara moja. Shwa. Weka simu yako hapo mmefika Githurai. Ama muna travel alafu unaona mtu anaangalia simu. Anatoa meno. Juu huyo ni mkale ameambiwa tukutane railways. Ama ukiona muna travel na mtu jirani yako ana twist ka angle anainuka kidogo. Alafu anapumua. Fungua dirisha. Ile hewa imeachiliwa hapo ndugu yangu. Sema quagmire. Now you know saizi ukikuwa na katalanta, sema katalanta. Wazazi utake advantage. Ukikuwa na katalanta, asha kuchukua amekupeleka KBC, mara amekupeleka Kopals, mara wapi. Hiyo ndio ilifanya Yesu angezaliwa saizi. Kwanza angekuwa na mzazi wa kutoka Central, kila time anatake advantage. Kwanza angekuwa na mzazi wake anamuita, "We, Kristo, chukua hizi gazeti, nusu washa jiko, zingine nibadilishie nipate pesa ya shama." Wasichana sasa ndio wangesumbua. Sema kusumbua. Yesu ndio huyo amekaa hapo, unakuja kusumbua. Kwanza wanamuita YK. Amjui YK inamaanishaje? Yesu Kristo. YK. Nikufanyie nini? Kai, nimemiss Instagram, kina Melissa wamemiss kunitag. Kai, si unibadilishia kakamulika mwizi kakue smartphone. Anabadilishiwa mara moja, sure. Kai, YK uko mu amazing. Kai, I can't believe. But umesahau charger. Thanks, that was my time. Sema quagmire. Finish. All right. Hey, amesahau charger. Ladies and gentlemen, this other guy coming up on stage. He is funny. All the way from Maragua, Central Province. Wapi shangwe nderemo ya Godi Mwas. DJ. Ilibidi niokoke ndo niwashe jiko. Siko kwa kanaliti juu niko ridho. Ulimi bado ridhe, risasi zipo. Misari bado kali na mizani zipo. Silabi simple kama A-E-I-O-U. Rudia mara twice A-E-I-O-U. Kati chingi za calling na cha impromptu. Subiri usichizi in. 2 fingers in the sky. Kunja gumi to the side. Sio ngumu kudecide. Tusikwende tukislide. Thank you DJ. You guys mnakaa poa, jipigieni makofi. Wale watu wanakuaga na pesa mingi hawajui kuringa, lakini wale watu wanakuaga na pesa kidogo lazima utawafeel. Like tajiri mkubwa akinunua Range Rover ya 24 million, umpate ameipark mahali umwambie, he Kamau, hii gari yote ni yako. Unasikianga nikujaribu tu. Nikujaribu tu. He hii gari yote ulinunua pesa ngapi? Nikujaribu tu. Lakini mtu wa kawaida akinunua Probox, umpate ameipark mahali, Joroge, hii gari ni yako. Wewe unaona gari, hii ni ndege ya chini. Joroge, hii gari ulinunua pesa ngapi? Anaingianga kwa mfuko, anatoa shilingi moja, 1 shilling, shika. Anakupatia. Unamuuliza, brother, shilingi moja ni ya nini? My brother, kutoka kwa shilingi 1400, hiyo ndio kitu nilirudishiwa. And you know, wakati mnapiga story na mabeste wako, alafu pale kando kuna mse mwingine mwenye haelewi hiyo lugha mnatumia. In most cases, ule mse anaanza kususpect ni yeye mnasengenya na si yeye. Lakini kama nyinyi wale watu uongea in actions, ule mse ananga wasiwasi kwa sababu akiwaangalia hivi anaweza guess mnaongelelea nini. Tuseme for instance, mnapiga story na Kiswahili na pale kuna mzungu haelewi Kiswahili. Hey Johnny, nakwambia Jet Li alipika jangili ngumi, jangili akablock, jangili akatoa kisu, akienda kuchoma Jet Li akampiga teke. Yani umsi hata akiwa hapa kando anajuanga hawa wase wanaongelelea nini? Movie. Lakini kuna wase wajanja wanakusengenyanga
alafu wanaweka actions tofauti ili usisuspect. Tuseme ni the same scenario, mnapiga story na Kiswahili, hapa kuna mzungu. Hey Johnny, mzungu anatuangalia vibaya. Cheki meno yake vile inakaa. Ani wale wazungu wananga pesa. Thank you ladies and gentlemen. We'll be right back after the break. This is Comedy Arena. I personally come from ghetto, Makongeni. Nyumba zimeshikana venye mmeshikana kwa viti. Hii ni plot. Mpaka you can decide to have a plot meeting while kila mtu ako kwa nyumba yake. Liko na baba, liko na baba. Comedy Arena. Ladies and gentlemen, help me introduce the funny man, Fred Kasuku. DJ, thank you very much. Security, umemaliza kazi? Good. Ladies and gentlemen, we are here to laugh. The more you laugh, salary yangu ina increase. So let the laughing begin. Unless I'm talking nilipe rent. It is good to come from ghetto. I personally come from ghetto, Makongeni. Nyumba zimeshikana venye mmeshikana kwa viti. Hii ni plot. Mpaka you can decide to have a plot meeting while kila mtu ako kwa nyumba yake. Chairman wa ploti anaitwa Masilai, anakuja sanani usiku kama amelewa. Na anaita kila mtu, guys, it is time for meeting. Umekaa tu kwa kitanda yako na uko kwa meeting mnaongea. Kulala ndio shida. You sleep while facing up. Ukigeuka tu kando kidogo unasikia jirani anakogoza. Brother, unapumua sana, angalia huko. Mpaka neighbor anaweza changia story yako. Best yako amekuja kukutembelea, you are just talking, friendly talks. Neighbor anaangalia na kwa dot 10. My friend came Jemo alikuja kwa nyumba, we are just talking normal talk, a man talk. Jemo, hey man, why are you so lost? And he was like, Kasuku maze jo, nilikukumbuka tu jana. Imagine jana mtu alinitumia nini? Nikama nini? Mtu alinitumia nini? Nashtukia neighbor wa dot 10 ashaingilia story. Sema tu ulitumiwa pesa wrong number. Yeah, it is good to board a mat, but it depends your mat inaenda wapi. When a mat is going to Karen, you'll easily enjoy even their instructions. Nilipanda forward traveler from Dadora inaenda Tao. Hapo Jogo Road, I paid 100 Kenya shillings. Tao was 20 bob. Conductor akakataa kunirudishia change. Venye wanakuanga na macho ngumu. Naambia, brother, give me my balance. Boss, na kuna Kiswahili mbaya. Boss, sikupi. Lea, sikupati pesa yako. I complained, boss, give me my money. I need my balance. Give me back my balance. Sikupi. Ngolea. Sikupi. Watu wa gari wote wakaanza kujam na mimi. Brother, uko poa. Huko ndata anatusumbua. Hakupatie pesa yako. Sa hizo nikaona there are these instructions zinaandikwa kwa gari. For any complaint, call this na. Nikasema conductor, utanijua leo wewe. Wacha nipige hii simu wakubwa wako wakuje hapa hii sako. Wait, I call. Ujue mimi ni nani? Unataka kunijua leo? I was surprised na ribu ya time yangu kupiga hiyo namba. Kumbe hii conductor Nyang'au ndiye akona hiyo simu. Akaishika, complain kwangu sema. Ulikuwa unadai aje, ongea sasa. My teacher used to convince me that Kasuku mathematics is everything. And it is applicable in all subjects. I used to complain, mwalimu, what about Kiswahili? He could say, Kasuku, mathematics is applicable in Kiswahili. Mwalimu, how? Kasuku, ukienda kwa bucha kununua nyama, si utambia mtu wa bucha nikatia hapo nusu kilo ndogo ndogo inatosha watu 4. Sio ni hesabu, ratios and proportion. Mwalimu, what about CRE? Kasuku, mathematics is applicable in CRE. Mwalimu, how? Kasuku, reason. CRE, even church, is full mathematics. Kama ujui 1/10 utatoa nini? Pastor amekwambia kakanisa, fungua John 3:16. Wewe ni mganga ufungue tu hivi John 3:16.
lazima ufungue John 3:54. Then you subtract the integers to the decimals. Ukirudi kwa John 3:16, that is mathematics. Kaambia, mwalimu, what about relationship? Kaniambia, Kasuku, relationship hapo sasa ndio mathematics imejaa. Huyu akiangalia huyu msichana, ina maana suggesting anamkatia. Mimi kama mwalimu si nitasema huyu anapigia huyu dem hesabu. Hesabu ni nini? That is mathematics. And I grew up knowing that mathematics is everything. It's good to go to church. I go to church. Malimi utoke inaitwa Makongeni. Our church is called Heaven Express Ministries. Our pastor anahubiri akiuza, ako na duka. Na ameweka mlango ya kanisa inaangaliana na duka yake. Sasa akihubiri anauza. That day, God told Noah, build an ark. Just a moment. Brother, kama unataka sigara siuzi, tafadhali kama unataka mkate tu. Poleni sana. When we have adverts, it's good to have an advert, sindio? Adverts will sell something and you know what to buy and what not to buy. But there are adverts that should be written PG, ama wandike, specifically meant for people from Westlands. Kuna hii advert imefanya watoto wamepigwa Makongeni vibaya sana. Hii advert ya mtoto anamkanga usiku, anachukua tomato sauce ya mama yake, eti, "Mom, I don't want to go to school." Anamwaga tomato sauce kwa nguo ili kesho asiende shule. Mama yake anaamka asubuhi eti, "Weki Junior, it is time to go to school, but mom, I don't have a clean shirt." Anatengenezwa nguo nyingine ghetto. Hiyo advert ingechange. Kama tutaki kwenda shule the following day, kitu tuku unafanya is very simple. Lala na uniform ujikojole. Very simple. Uchukue tomato sauce ya mama yako umwage kwa nguo eti ya utake kuenda shule. The following day mama yako anakuja na kuamsha. Wake up Kasuku, it is time to go to school. Mami, sina nguo safi. Nini nimefanya nguo? Ona iko na tomato sauce. Gai. Tomato sauce nilinunua na pesa ya chama hata sijamaliza kulipa. Unachukua unamwaga kwa nguo. Hiyo time unajua umenuliwa na masikio, mguu zako are trying to kiss the ground. Alafu kwa ile advert, eti neighbor anakuja akisikia mtoto ana complain. Eti, "Mama Junior, what's happening? You see Junior has dirtified the clothes and I don't know how to clean them." Eti, "Forget ordinary detergents. Use hiyo yenye wanatangaza, si ndio?" Ghetto pia majirani watakuja. Kama unapigwa si jirani moja, majirani. "Mama Junior, nini mbaya, mbona unaua huyu mtoto?" Eti, "Majirani wangu oneni. Junior mtoto wangu amechukua tomato sauce, amemwaga kwa nguo safi ya white na pesa ya chama hata sijamaliza kulipa. Nimfanyie nini?" Jirani hata apologize. Jirani atamwambia, "Oh, hiyo ndiye amefanya." Mama Junior, forget ordinary beatings. Use nyaunyo upige huyo mtoto. Thank you very much. Pigeni Kasuku makofi tafadhali. Okay. Tikasha. And tuko na surprise guest. Sema surprise guest. Ameimba na mtu anaitwa DK kwenye beat. Mnaweza guess ni nani? Masterpiece Soul. Show some love for the one and only Masterpiece. Tusimameni tukimkaribisha tafadhali. Hey. Che. Wasichana ni nini? Wasichana ni nini? Wo, DJ. Wasichana mbona mnapiga huu? Masterpiece. Vipi? Fresh sana. Salimia wase wako mazejo. Akikupiga right yo, akikunyang'anya shati yo. Je. Baba yao, umesikia hiyo? Okay, Masterpiece. Industry inakupeleka vipi? Industry iko sawa. Kujikaza kama msanii. Au wasichana huku sumbua? Au wasichana huku sumbua. Okay, kabla twende hapo, umeokoka? Mimi? Mimi nimeokoka bana. Umeokoka? Si ndio? Uko sure umeokoka? Kwani sikia nimeokoka? Aya, sawa. I'm saved. I love Jesus. I'm a Christian. Yeah. But my dad was an Arab. Was a Muslim. Oh, your dad was a Muslim. And your mom? Christian. Christian, yeah. So you got converted from Islam to Christianity? Christianity, yeah. So,
Hao wasichana umeingia hapa na wanapiga wao kusumbua sana? Wana appreciate kitu unafanya, so pia mimi nafurahi. Umeperform event gani kubwa so far? Tumepiga event kadhaa. Yeah. Interviews kadhaa. Unajua tumerelease baba yao 3 weeks ago. Okay. Tumepiga ma-interview, ndo tunaendelea kujikaza kusukuma muziki. After hii tunafanya ingine to release. Okay. Yeah, we are now working on the next project. Yeah. Tell us nini imekumotivate weke style? Na nilipenda tuliona tu nyende salon. Nieke dye. Niko at least unique. Okay. Yeah. Tupigeni Masterpiece makofi tafadhali. And so you have something for us. Utachangamsha na ngoma yako kidogo? Yeah, tufanye kofio. Alafu baba yao. Tupatie kofio. Mameni tafadhali. Tujibambe. Right. DJ. Right. DK kwenye beat. Ukikumamba simama tu. Baba. Ili usupport our own. Baba. Let's rise on our feet tafadhali. Let's rise on our feet once more. Alright. Masterpiece. Nipe makofi ya juu. Are you ready? Baba. Niko na baba. Niko na baba. Niko na baba. Sikia. Mfuko ulipotoboka, marafiki kanitoroka, machozi kanidondoka, nililia sana, lakini kwa Yesu sikuchomoka, kwa wokovu sikutoroka, sasa siwezi ogopa, twende pole tu. Aliye mbinguni, alinitoa mbinguni, samarisha siduni, siliwala simuni, aliye mbinguni, alinitoa mbinguni. Lemeise baba. Niko na baba. Niko na DJ lyrics.